Mpendwa mtazamaji, karibu katika tafakari ya neno la Mungu. Leo ikiwa ni siku ya Jumanne katika juma la pili la kipindi chetu cha Kwaresma. Bado tunaendelea kupokea mafundisho ya Mama Kanisa ambayo basi anatufundisha ili tuweze kubadilika na kumrudia Mwenyezi Mungu kisawasawa. Tuweze kuacha namna zetu za zamani, tuishi kwa namna mpya zitakazompendeza Mwenyezi Mungu na kazosaidia basi tuweze kurithi uzima wa milele. Leo basi tafakari yetu itatoka katika somo la kwanza la kitabu cha Nabii Isaya, sura ya kwanza aya 10 na aya 16 hadi 20. Lakini pia tutasikia somo la Injili kutoka kwa mwinjili Mathayo, sura ya 13 aya ya kwanza hadi aya ya 12. Nitasoma Injili. Yesu aliwaambia makutano na wanafunzi wake akasema, waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa, basi yote watakayowaambia muyashike na kuyatenda. Lakini kwa mfano wa matendo yao msiyatende, maana wao hunena lakini hawatendi. Wao hufunga mizigo mizito na kuwatwika watu mabegani mwao, wasitake wenyewe kuigusa kwa kidole chao. Tena matendo yao yote huyatenda ili kutazamwa na watu, kwa kuwa huyatenda hupanua ilizi zao, kuongeza matamvua yao. Hupenda viti vya mbele katika karamu na kuketi mbele katika masinagogi na kusalimiwa masokoni na kuitwa na watu Rabi. Bali ninyi msiitwe Rabi, maana mwalimu wenu ni mmoja, nanyi nyote ni ndugu. Wala msimwite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja aliye mbinguni. Wala msiitwe viongozi, maana kiongozi wenu ni mmoja, naye ndiye Kristo. Naye aliye mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu. Na yeyote atakayejikweza atadhiliwa, na yeyote atakayejidhili atakwezwa. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Mpendwa mtazamaji, bado tunaendelea na safari yetu ya kipindi cha Kwaresma, ambapo basi siku kwa siku tunaendelea kupokea tafakari ya neno la Mungu ambayo lenye lengo ya kutubadilisha kabisa, ili basi Kwaresma hii ya mwaka huu iwe ya kitofauti kabisa katika maisha yetu ya kiroho, katika safari hii ya kiroho kuelekea utakatifu. Leo basi ikiwa ni siku ya 12, basi katika kipindi chetu hiki cha Kwaresma Mama Kanisa anaendelea kutupa mafundisho, na leo basi anasema juu ya watu wale katika jamii wenye nyadhifa na vyeo mbalimbali, ambavyo basi mara nyingi wanatafuta kila namna waweze kuonekana, wanatafuta kusifiwa na kila mtu. Hiyo tabia ambayo Mama Kanisa ameita leo ni tabia ya Kifarisayo, na tutaka basi tuiache hiyo tabia. Kwani mara nyingi watu hawa wamekuwa na tabia ya kuwatwika mizigo watu walio wa chini na kuwatendea yale ambayo hayaendani na ubinadamu. Wanawatesa na kuwaona kama hawafai katika jamii. Hivi basi ni tabia mbaya sana ambayo haionyeshi upendo, haionyeshi Ukristo wetu. Tunapaswa kutambua kwamba uongozi ni utumishi. Kumbe yeyote aliyekuwa katika cheo fulani au nyadhifa fulani, aliyepewa nafasi katika jamii kuongoza watu wengine, lazima jitahidi pia kuwa mtumishi na kuwatumikia wale anaotumikia kiunyenyekevu zaidi na kujishusha kuwa sawa na wao, ili basi kuishi vema ile hali ya kibinadamu na kuwaonyesha wengine kwamba anawatumikia katika hali ya upendo. Jambo hili ambalo Bwana wetu Yesu Kristo leo anawafundisha wanafunzi wake, wasipende makuu, wasipende kusifiwa, wasipende kujionyesha sana. Daima unyenyekevu ndio utakaotupeleka na tuweze kuishi katika maisha mazuri. Tena kwenye somo la kwanza la kitabu cha Nabii Isaya, na mwenyewe anasisitiza kwamba daima tuwe watu wa kutenda matendo mema, tuwe watu tunaotaka haki, tuwe watu tunaopenda watu wengine maisha yao yawe mazuri. Kwa basi katika maisha yako ya uongozi, katika maisha yako kwenye nyazifa au cheo ulichokuwa nacho, jitahidi kuwa mnyenyekevu, jitahidi kujishusha, jitahidi kuwa na watu ambao unawaongoza, ili daima kazi zako ziweze kuonekana na Mwenyezi Mungu azihesabie haki. Kipindi hiki cha Kwaresma ni kipindi cha kubadilika. Ewe kiongozi mwenye roho ya mtindo wa Kifarisayo, leo hii basi ni siku ya kubadilika.
ili basi uweze kuishi kadiri ya matakwa ya Mwenyezi Mungu na hatimaye basi uweze kurithi ule ufalme wa mbinguni. Kwaresma ya mwaka huu iwe kwaresma ya mfano katika maisha yako. Ukiweza kubadilika, tutaishi maisha ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Usitake makuu, usitake kusifiwa, usitake kujiweka mbele zaidi. Wewe daima maisha yako yawe unyenyekevu, maisha yako yawe ya upendo, maisha yako yawe ya utulivu. Hatimaye basi uweze kumtukuza na kumsifu Mwenyezi Mungu katika hali ya ukamilifu, na kwaresma hii ikupe kibali machoni pa Mwenyezi Mungu. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.